Tunaendelea Wizara ya Viwanda na Biashara. Sasa namwita Mheshimiwa Thomas Mngoto Kitima, mbunge wa Ikungi Mashariki, aulize swali lake. Swali la mbunge wa Ikungi Mashariki linauliza, je, serikali ina mkakati gani wa kuanzisha kongani za viwanda katika jimbo la Ikungi Mashariki? Swali hili linakwenda kutolewa majibu na Naibu Waziri wa Wizara ya Viwanda na Biashara, Dennis Londo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Viwanda na Biashara, naomba nijibu swali namba 665 kutoka kwa Mheshimiwa Thomas Mngoto Kitima, mbunge wa Ikungi Mashariki. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inatekeleza mkakati wa kuanzisha kongani za viwanda katika wilaya zote nchini, ambapo kufikia mwezi Desemba 2025 serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi imefanikiwa kuanzisha kongani 36 katika mikoa 16 nchini, ambapo katika mkoa wa Singida wilayani Ikungi serikali kupitia SIDO inaendelea na mawasiliano na wilaya Ikungi ili iweze kutenga eneo maalum kwa ajili ya kongani za viwanda vidogo, ambapo jitihada za kupata fedha kwa ajili ya kujenga miundombinu na maendeleo mengine mbalimbali zinaendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Thomas Mngoto Kitima, swali la nyongeza. Asante sana kwa kunipa nafasi kuuliza swali la nyongeza. Ni lini sasa serikali itawataka SIDO pamoja na halmashauri kuhakikisha maeneo haya yanapatikana kwa wakati ili shughuli za kibiashara ziweze kufanyika katika wilaya ya Ikungi, ukizingatia kwamba ile wilaya bado ni changa na haina viwanda vya kutosha kwa ajili ya kuajiri vijana wetu. Asante sana Mwenyekiti. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imetoa msukumo mkubwa kwenye sekta ya viwanda, na suala la kuanzisha kongani ni ahadi kupitia ilani ya CCM katika uchaguzi wa 2025-2030 kuanzisha kongani katika kila wilaya kulingana na mahitaji. Kwa hiyo kwenye utekelezaji huu halmashauri kwa maana serikali za mitaa, taasisi za serikali na sekta binafsi zinawajibika moja kwa moja kwenye utekelezaji wa ilani hii. SIDO kwa upande wa viwanda na biashara inaendelea na mchakato wa kuendelea kuangalia maeneo mbalimbali kulingana na mahitaji yake. Kama ni ufugaji, basi kuongeza thamani ya zao la nyama; kama ni kilimo, basi kuongeza thamani ya mazao ya kilimo. Lakini halmashauri kwa upande wake inawajibika moja kwa moja kwenye kutenga maeneo kwa kushirikiana na sekta binafsi kwa ajili ya kuwezesha, hasa kupitia 10% ya mikopo kulingana na mahitaji ya maeneo. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Mwenyekiti.